Shalom, shalom kwenu wote. Hamjambo baba, mama, kaka, dada. Kwa majina ni Bernadette Furaha Ange. Nimerudi tena ili tuongee kitu kifupi tu ambacho ni cha muhimu sana kwa watu, hata kama wengi wakifahamu labda, na kuna ambao wanakitimiza kwa sababu ni kitu ambacho ni cha muhimu kwa kila mtu. Ni kitu kifupi ambacho ni neno tu ndogo ambayo inaitwa asante. Neno ambayo inaitwa asante ni ndogo kwa kusema, lakini ni kubwa sana ukiitimiza. Watu hapa duniani tumeshakuwa yaani sijui kama minyama. Hata mnyama unaofanyaga kitu na unakuta unatingiza kitu ukimaanisha kwamba unakushukuru. Lakini sisi wanadamu hatushukuru kabisa. Na ukiangalia kelele za watu wengi sana, yani ni kwa sababu watu wengine hawashukuru. Iko naumiza mioyo ya watu. Mimi nimelichunguza hili, nikalifikiri kwa muda kabisa, nikajikuta kwamba linasumbua watu wengi. Unajikuta mtu kuliko shukuru unaanza kulaumu, unaanza tena kusengenya mtu ambaye ungeshukuru. Kuliko mshukuru unaanza kumsema vibaya. Kiukweli nauma. Kuna mtu mmoja hivi kuliko shukuru mwenzake alienda kumsema kwamba yani mambo ambayo hayaeleweki. Mtu amemsaidia na kitu ambacho amemsaidia kilikuwa kikubwa, kitu ambacho kina maana, kina thamani sana, lakini akamwambiaje, akaenda na msema kwamba huyu amekuwa anakuja kwangu imradi tu apate chakula. Inauma hata kwa watu. Siseme eti yeye yuko hapa wala yuko nje wala yuko wapi, lakini kwa mtu yeyote yule ambaye hajui neno asante inauma. Unakuta umepata kama ni sherehe fulani, ukishapata sherehe mtu anaacha muda wake anakuja kwako kwa ajili ya kukusaidia ili ile sherehe iendeke vizuri. Labda anakuja kumaliza muda wake pale siku ngapi, wiki nzima, imradi tu sherehe yenu iendeke sawa. Lakini kabisa kwa ajili huna utu, unashindwa tu kumwambia asante. Unakuta mtu labda ana mimba kubwa, lakini anakuja anakusaidia kuteka maji, anakusaidia anaenda kufulia nguo, umeumwa, acha nende nimfulie fulani nguo ameumwa, ana mimba kubwa, lakini anashindwa kweli kusema, unashindwa kumwambia asante. Atatoka tenda kwake, lakini akifika kwake ile haitoishaga moyoni, na hata siku tena utapata tatizo atashindwa kukwambia, atashindwa kukukimbilia jinsi amefanya mwanzo, sababu anajua ule mtu hanaga wema, ule mtu hanaga utu. Unajikuta uko na tatizo lakini unaanza sema fulani ameshaga nichukia, fulani ameshaga nipagua. Kwa sababu gani? Kitu kimoja tu, kujisema asante. Asante ni neno ndogo kwa kusema, lakini ukimgula aliyepokea ni kubwa zaidi, kubwa mno. Yani neno asante ni kubwa sana. Unakuta mtu unajitolea kabisa. Labda wewe ulikuwa na unga mdogo tu ndani, lakini unasema acha huyu mwenzangu hivi naona na hali mbaya ambayo labda ana njaa, acha tugawe huo unga nimpatie mradi watoto wake wakule na wangu tukule hata kidogo kidogo tu. Lakini wewe unajitolea vile labda kila siku, kesho utakwete huyu anajipendekeza. Kuliko useme asante, unaanza sema kwamba anajipendekeza. Unakuta le mwingine labda umeumwa ukaenda hospitalini, yule mtu anabaki kwako, anaacha familia yake, anakuwa anaenda shinda kwako, anakupikia chakula, anakupelekea hospitalini, anajali familia yako ambayo umeacha nyumbani, lakini unashindwa tu kumwambia asante. Unapotezea tu. Wapo kuna wale ambao hawajui kabisa neno asante na kuna wale ambao wanaijua. Hivi unajua thamani ya asante ni nini? Thamani ya asante ni kwamba ukiniambia leo asante, yani unanikongota, unanivuta kwa mbisa kwamba kila siku unakuja kunifanyia hiki. Lakini wengi wetu hatufahamu. Sababu ukiniambia leo asante, kesho tena nitakuwa na bidii ya kwenda kukutekea maji kisimani, najua tu atanishukuru. Hata kama hatanipa chochote, lakini atanishukuru. Sasa na hapo akili nafikiri nakuja kwamba akishanishukuru basi na Mungu atakuwa amependa. Lakini ile nyingine ambapo huko nishukuru nitakuwa najiwaza ama amenifikiria vibaya, ama amenifikiria mimi mchawi, ama amenifikiria nilikuja kumwomba kitu fulani. Unajikuta kwamba ile confidence inaisha kuja kukusaidia. Jamani, neno asante ni kitu cha muhimu sana. Hata nimekupatia sindano tu ni ya maana kwamba uniambie asante. Neno asante ni ya muhimu sana. Sasa tukiangalia hapa ambapo sisi tupo,
tupo nchi za watu, tuko ugenini, hatuna wandugu hapa. Ndugu yako ni yule ambaye ulikuja naye. Ndugu yako ni yule ambaye ulikuta. Ndiye ndugu yako. Hata ulikuja na familia bado kwa watu. Na wale watu ambao umekuta ndio ndugu zako. Unaweza ukapata msiba, unaweza ukazaa, unaweza ukaoesha, unaweza ukaolewa. Kila kitu yapo mengi sana, na hata bila hiyo unaweza ukaumwa pia. Tuko kwa watu, na nini itakayokusaidia ni ile kujali watu. Neno asante. Yani jamani, unani wazungu wameshaleta vitu vingi. Kuna WhatsApp, kuna Facebook, kuna like, kuna kila kitu. Unaweza tu kumpigia simu kumwambia jamani, mimi nimeshukuru kwa muda wako. Hiyo tu inatosha. Nimeshukuru kwa jinsi umekuja kunisaidia. Nimeshukuru nilikuwa naumwa ukaja kuniona. Nimeshukuru umenitolea mtoto shule. Hicho tu kinatosha. Lakini wengi sana hapa, mimi nimeshachunguza sababu mambo mengi yako yanafika. Unakuta sababu tu ni sherehe ya mtoto, siku yake ya kuzaliwa. Hata ilikuwa tu sherehe ya kuzaliwa, siwezi nikasema asante. Jamani, hivyo najua kwanza hapa sisi ambako tuliko, sherehe ya mtoto ikifanya sherehe ya siku ya kuzaliwa, unajikuta labda umeita watu wakaja wakapika, wengine sijui wakaosha vyombo, wengine sijui wakasafisha nyumba, lakini wote unaacha wanaenda kabisa hadi wanafika majumbani kwao, hadi sherehe inasaulika kabisa kwamba kwa fulani palikuwa sherehe. Ni kitu ambacho sio kizuri hata kidogo. Neno asante ni muhimu sana, iko inavunja watu mioyo. Mimi kwa jinsi niko naisikia na kuona, iko inavunja sana watu mioyo. Iwe sherehe ndogo, iwe kubwa, iwe fupi, iwe yani jitahidi kusema tu asante kwa vyovyote vile. Na tusiseme eti asante kwa watu tu, majirani, marafiki, manani, ndani ya familia. Yani kuna mtu ambaye kabisa hujui sema asante, sababu ni mtoto umemtuma, unashindwa hata kumwambia asante. Yule mtoto hatakuwa na bidii ya kesho kuja kukuenda wewe mpaka umemtuma na furaha. Unajua kishamwambia asante mwanangu, kesho kimtuma tena natamani mama niambie tena asante. Unaona? Hivyo ndo ujiwaze mtoto anasamini asante, anatamani mama mwambie asante ama baba mwambie asante. Unafikiriaje kwa mtu mkubwa jamani? Unafikiriaje? Umeolewa, baada ya kuolewa sherehe ilikuwa kubwa tu, watu walikuja wakapika chakula, wakamaliza, wakapeleka kwenye sale, wakamaliza, sherehe ikapita, wakarudisha nyumbani. Hawakulala siku hiyo, labda siku 2, 3, hata wiki nzima yanafika. Lakini unashindwa tu kusema jamani, kila mtu nimekupigia tu ili nijue hali yenu, pia kukushukuru kwa muda wako, nikushukuru kwa msaada wako. Inauma hiyo, nichunguze vizuri. Ama nimekupea kitu, nimekuazima kitu, lakini ukashindwa tu kusema asante jamani. Ama mimi unaniazima kitu lakini nakaushia kama vile yani hujawahi nipatia chochote kile. Hata kama ni kuazimu utarudisha, lakini kumbuka hukuwa nacho. Na hapa chini ya jua hakuna anayejieneza. Hakuna, yani hata raisi, hata malkia hajienezi, naye kuna kitu kidogo anakosa. Na sio kidogo tu, ingekuwa sio kidogo basi asingeweka mawaziri, maaskari, manani. Ila kwa sababu naye pia anakosa, naye anahitaji fulani, unakuta kwamba anaweka wasaidizi. Kwa hiyo tufikirie, hakuna anayejiweza, hakuna anayeweza kujisaidia kila kitu. Basi kitu sisi tutakachokifanya na kitu tutakachozingatia ni asante. Kitu tutazingatia zaidi ni asante. Neno asante ni kitu cha muhimu sana, sababu wewe ambaye umekitoa utaona ni kidogo, lakini yule aliyekipokea basi ataona ni kikubwa. Kweli fulani ameanzaga nishukuru kabisa, siku ile nimeenda kumsaidia, hata kama nimechoka lakini na yeye amefurahi, basi moyo wangu umeridhika. Na pale ndo utaanza sikia na mshukuru Mungu, sherehe imepita vizuri bila tatizo, hapa kukuwa na shida yoyote. Anamshukuru Mungu, ni hivi ni vile. Kwa sababu gani? Anajua umemsamini, umemuonesha utu. Kwa hiyo jamani, tujisaidie sisi wenyewe na tusaidie wenzetu. Tujisaidie sisi wenyewe na tusaidie wenzetu, kwa sababu kesho hakuna anayejua kesho. Kesho ni kitu ambacho ni siri sana kwenye maisha ya binadamu.
kesho ni kitu kikubwa sana. Tuache unafiki. Sio sababu mwenzako yuko mbele ya macho yako unamuona kwamba huyu amenisaidia, lakini kikishapita unakisahau. Huyo ni unafiki. Ni unafiki sana 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 sana. Sababu niko kwako na kusaidia ti, nikishatoka tu unachukua simu. Fulani alikuwa hapa, alikuja akanisaidia kufanya hiki, baada yapo tukakula tukaenda. Yaani unasema kwamba mmekula imradi watu wajue kwamba fulani amekula kwako. Hiyo ni unafiki. Ni unafiki sana. Yaani tu akishatoka tu unaanza pigia mashosti zako, unaanza pigia mtu simu. Ukishampigia mtu simu na yeye pia anafika anachukua simu tena anapiga kwa mwingine. Akishapiga kwa mwingine kesho unaanza sikia fulani hakaje kwake. Ni kazi kuzunguka tu, anaenda tembea iko anatafuta chakula kwa watu. Kuna wengine wanasema eti tunaogopa bills. Kuna wengine wanasema fulani ameogopa bill. Amekuja kunisaidia imra sababu tu aseme alikuwa analala hapa kwangu, alilala hapa kwangu wiki 3, alilala hapa kwangu mwezi mzima, alilala hapa kwangu sijui nini, chakula mimi, maji ya koga mimi. Jamani, hiyo inakuwa unafiki. Alikuja hapo sababu ulikuwa na shida fulani, alitamani akusaidie, alitaka kusaidie. Roho yake ilimsukuma kwamba acha niende nisaidie huyu mtu. Imradi sababu matatizo sio moja na mimi kesho nitapata, tatizo linaweza likanifikia, acha niende nimsaidie. Akaamua akafunga watoto wake, akatoka akawaweka kama ni kwenye pram, kama ni kwenye gari, kama ni wapi, kama ni mgongoni, hadi kwako, mvua yake ama jua yake, hadi nyumbani kwako, akakuoshea vyombo, akaenda kutekea maji, malizia pale kwako. Muda mrefu alikuwa kwako, muda mrefu alikuwa anakuangalia wewe, akaacha familia yake nyumbani. Utaangalia utakuta labda aliambia mume wake naenda nimsaidie fulani, ana tatizo fulani, basi mwanaume anabaki nyumbani na watoto, ama mwanaume anaenda kushamba, ule ameenda kusaidia kufua nguo kisimani. Mwanaume anaenda kushamba, mwanaume anaenda kusoko, mwanaume anaenda wapi, ule amefanya nini? Anaenda tu kukusaidia nyumbani. Lakini akishatoka unaweza mtangaza eti amekosa chakula. Sijui mbele ya kwenda aliniomba 1000 nauli. Jamani, hiyo yote ni kukosa busara. Hiyo yote ni kukosa neno ya asante. Kama alikuomba nauli, kumbuka na yeye muda amemaliza pale, nauli ni 1000. Lakini kweli unataniambia mwanzo wa asubuhi hadi jioni angetumikia 1000, ingekuwa labda hata ameenda limiana. Kwa hiyo tuangalie, tufikirie, tuangalie mbali. Tuangalie ni kipi kinaweza kikatusaidia kwenye maisha. Sababu sitosikia mimi umenisema kwamba nilikula kwako, kesho tena nikaja kwako kukusaidia, nitaona uko na shida, nitafika na kaa kimya. Nitajifanya kabisa nimesafiri, kumbe niko na wewe. Wala sitosikia umeshindwa hata kunipigia simu ukaniambia nashukuru sana Furaha, umenisaidia kweli, Mungu akubariki, eti kesho nitapata nguvu ya kuja. Asante ndugu zangu, na wapenda sana na Mungu azidi kuwabariki. Nashukuru kwa yoyote ule ambaye yuko nasikiliza haya mashauri, maana ni machache, wengi wetu wanaweza wakayasarau, lakini yana mafaa sana kwenye maisha yetu. Tukiangalia jinsi tutajua kuishi na watu, inaweza kutusaidia sana. Na wapenda sana nyinyi nyote, na asante sana kwa kuzidi kuungana na mimi. Tujitahidi sana tuangalie yaliyo mbele, tusiangalie nyuma. Kwa hiyo tujitahidi sana 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 kujua neno asante. Mimi naanza kwenu. Nawashukuru sana na Mungu awabariki nyote kwa kuungana na mimi. Basi msisahau kulike, kucomment na kushare, pia kusubscribe. Kama nilikosea mnaweza mkanikosoa, na kama kuna pendekezo lolote mnaweza mkaliweka hapo chini. Nitashukuru sana na nitalifanyia kazi. Mungu awabariki nyote.